Ni swali zuri sana. Mimi kama pasta nimependekeza na watu wakapendekeza itwe huduma ya Alfa na Omega. Maana yake ni mwanzo na mwisho. Chochote kile ambacho mwanadamu au mtu wa kawaida anaweza akashindwa, ila tukizungumzia mwanzo na mwisho, madhabahu ya Alfa na Omega, tunamaanisha kwamba pale kila kitu kinawezekana. Basi ongereni na hapa tulipofika pia si haba. Hatuna budi kumshukuru Mungu. Kuna kitu kimenishtua pale awali. Wewe ni pastor, lakini pia ukasema usijiweke pembeni na huduma ya uimbaji. Hapa napo tulianzaje? Mimi ukisikia sauti yangu sifanani kuimba, lakini ninapenda kumsifu Mungu kwa kuwa amenifanyia mambo makuu sana kwenye maisha yangu. Na ndio maana nikaimba pia nyimbo inayosema kwamba nikulipe nini. Niliimba na mtoto wa mzee Putaputa, anaitwa Samueli Putaputa, maarufu sana hapa Tanga. Alisikia kipaji changu, akasikia sauti yangu, na ni mtaalamu sana wa kuandika, akanambia kaka, njoo tufanye kazi. Kwa hiyo nikaenda pale kwa mchungaji Mheshimiwa Putaputa, tukafanya recording pale, na ni nyimbo, nimeimba nyimbo zaidi ya 16. Lakini sijafanikiwa kufanya video kwanza, lakini zipo na kwenye matamasha mengi, na napozungumza na baadhi ya watu wanaotazama hii TV wananifahamu kwa ukubwa sana. Hata mwaka jana nilifanya kongamano la kusifu na kuabudu ambao nilisimamia mwenyewe na niliimba mwenyewe. Na kwa hali hiyo inaonyesha kwamba huwa unapokea mialiko kwenye huduma za wengine. Mimi napokea mialiko na mtu anayenihitaji huwa anakwenda kwa usafiri wangu, narudi kwa usafiri wangu, kwa sababu nafanya kazi ya Mungu. Ndio. Hauhitaji kulipisha. Hapana. Maana po hapa panaleta mzozo sana. Wengine wanasema ukimhitaji huyu mtumishi katika huduma, pengine labda kuna kiasi fulani cha fedha inabidi nijiandae nacho. Lakini wewe unajitegemea. Mimi najitegemea. Basi Mungu aendelee kubariki katika huo moyo, uendelee kubaki hivyo hivyo. Amina ndugu yangu. Unasema zaidi ya nyimbo 16. Lakini nyimbo ambazo zile sasa tunaweza tukakaa chini tukazisikiliza, ni ngapi ambazo tayari labda umefanikiwa kwenda studio, na itakuwa ni vyema pia tukafahamu hizo studio? Mimi studio ambazo naendaga ni hapa kwa mzee Putaputa, ambaye anafanya kazi ni mwanae Samueli, alinifanyia nyimbo moja nadhani, na si mtu mwingine aitwa Baegwa, anapatikana pale TG Chumbageni, naye alifanya na studio yake Nguvumari kule, naye alinifanyia nyimbo kama 3, lakini baadhi ya nyimbo nilifanyia Dar es Salaam. Nilifanyia Dar es Salaam nyimbo za kusifu, lakini kwa Samueli nilifanya aina ya zuku, na kwa kweli ilikuwa ni nzuri. Kweli imekuwa njema sana kwa baadhi ya watu. Wanasema zimewabariki watu nyimbo. Kwa kweli zimewabariki. Kama hiyo nimeomba na Samueli, kwa kweli yeye amenitangulia kwenye uimbaji, lakini nyimbo ni nzuri sana. Ni nzuri, imewabariki sana watu. Basi utusaidie pia tuweze kuzifahamu hizi nyimbo. Itakuwa ni vema kwa baadhi ya nyimbo hizo pia ukiimba kidogo si mbaya. Unayakumbuka majina ya nyimbo ambazo tayari umekwisha kurekodi? Nakumbuka. Nyimbo ya kwanza inaitwa Nikupe Nini Bwana. Nikupe Nini? Nikupe Nini Bwana, ambayo ndo niliimba na Samueli Putaputa. Ya pili nikaimba inaitwa Ni Kwa Neema. Kwa Neema. Hiyo niliimba mwenyewe. Nyingine nilimba na ndugu mmoja anaitwa Stanley Agostino. Inaitwa Tegemeo Langu. Mle yeye alinishirikisha, lakini pia tulifanya vizuri. Na nyimbo ya 3 inaitwa Utanilindaje. Nadhani hiyo ni ya 4. Utanilindaje, kwa sababu nimeimba hivyo na nikazungumza kwamba kuna watu wanaoomba zaidi yangu, kuna watu wanaofunga zaidi yangu, kuna wanaotoa sadaka zaidi yangu,
kuna watu wanafanya vitu vikubwa zaidi yangu. Kwa hiyo mimi Bwana utanilindaje? Lakini jibu nililolipata pale, atanilinda kwa sababu ya kumwabudu. Kwa hiyo ulinzi wa Mungu unatokana kwa mtu namna la kumwabudu Mungu. Ni wimbo umekaa kama kuna swali, lakini unaposikiliza ndani unapata jibu. Namna gani atakulinda? Atanilinda. Inaitwa utanilindaje? Ndio. Kwa zipo nyimbo nyingi na nyingi na nyingi. Moja inaitwa iwe asubuhi, iwe mchana, iwe jioni, sitoacha kusifu jina lako. Kwa hiyo zipo nyingi. Hiyo ni reggae. Na wamepiga reggae. Namba moja kidogo, namba iwe asubuhi, iwe mchana, iwe jioni, sitoacha kusifu jina lako. Hongera sana. Na katika nyimbo zako pindi unakaa chini, ni kitu gani ambacho wanakizingatia? Mimi huwa napenda kuwa nikiimba, kwanza natafakari upendo wa Mungu kwenye maisha yangu. Na ndio maana nyimbo nyingi sijalalamika, bali nimeimba kwa kumsifu Mungu. Maana mimi kwenye maisha yangu sijawahi kukutana na jaribu gumu. Kwa sababu nikisoma Biblia, sijawahi kugongwa misumari, sijawahi kutupwa kwenye tundu la simba, sijawahi kutupwa kwenye tundu la moto. Yaani vitu ninavyokutana navyo ni vya kawaida kwa mwanadamu. Ni maisha ya kawaida. Ni maisha ya kawaida. Kwa hiyo mimi sijawahi kukutana na changamoto yoyote. Kwa hiyo ndio maana huwa anapenda kumsifu Mungu kwa kuwa ananilinda, ananitunza, na yeye ni sababu ya kunifanya mimi niko hivi. Kwa hiyo napenda sana kumsifu Mungu kwa kweli. Ndio kitu ambacho kinakuongoza ni ule moyo wa shukrani kwanza. Basi. Ndio unaonifanya muda mwingi na msifu Mungu. Na sasa tunaelekea ukingoni. Najua nyimbo tayari tunazo, na kwa wale ambao wanahitaji kuzisikia basi mtapewa nafasi ya kuweza kuzisikiliza ambazo zimerekodiwa studio. Kwa sasa tungependa kufahamu hizi huduma katika eneo lako pale kanisani, katika madhabahu ya Alpha na Omega. Kuna vipaji vingine ambavyo vipo pale, na ni namna gani ambavyo na vilea wewe kama pastor? Kwa kweli mkuu, vipaji vipo. Kwa kweli Bwana ameleta watu sahihi. Naweza kawa kwenye huduma wakaja watu, lakini ukaleta watu sahihi zaidi. Pale wapo waimbaji, wapo makameramani, wapo walimu, wapo wapiga vyombo, keyboard, drums, kila kitu pale kipo, gitaa. Wapo watu wengi kama kuna mtu mmoja tu Sylvester, ni mtu maarufu sana Tanga, niko naye pale. Kuna Macmillan, ni mwimbaji, ni mpiga vyombo, niko naye pale. Kuna huyu Stanley Agostino, niko naye pale. Wapo watu wengi kwa kweli wamenishika mkono, na huduma inakwenda vizuri. Naona barikiwa sana. Kwa hiyo mtu wote anayenisikiliza anaruhusiwa. Mimi sichagui dini. Mtu yoyote ambaye ataguswa kuja, na mkaribisha. Atakuja, na kwa kweli hatatoka kama alivyoingia. Atapokea baraka na atafurahi na atacheza na watu kwa ajili ya kumsifu Bwana. Kipo kitu atatoka nacho 100% naahidi. Ratiba ikoje ya huduma kwa wiki? Mimi nina huduma moja tu, ni siku ya Jumapili, inaanza saa 3 mpaka saa 7. Katikati ya wiki bado, lakini kuanzia mwezi wa 6 nitakuwa na huduma ya maombi na maombezi ambayo yenyewe itaanza saa 10 siku ya Jumatano mpaka saa 12. Kuanzia mwezi wa 6, Jumatano ya mwanzo wa mwezi wa 6. Ndio. Basi mtazamaji, kama hivi tunaenda huku tunahama tunarudi, kwa sababu tayari yeye ni pastor, lakini wakati huo pia ni mwimbaji. Kwa hiyo tulikuwa tunagusia kidogo kuhusu huduma yake ambayo inapatikana maeneo ya Nguvu Mali, Kagera. Sasa hivi turudi kwenye uimbaji. Nyimbo ambazo mtazamaji anazisikiliza, watu sasa hivi wanapenda sana kumwona yule ambaye anaimba. Wamefurahi kwa sababu wamekuona kupitia kipindi chetu hiki hapa. Lakini je, wanakuona kupitia nyimbo ambazo wanakwenda kuzisikiliza, ama mpango utaratibu umekaa vipi? Mimi napenda kufanya kitu palicha amani, faraja ndani ya moyo wangu. Nikupe nini Bwana kwa yote umefanya,
Kwa nini nataka? Kwa sababu nataka nione Bwana nimpe kitu gani. Kwa ni lazima nifanye kitu kizuri ili watu waone kwamba ni kweli Bwana Mungu amemtendea. Unahitaji kuheshimisha huduma ambayo umepewa. Kabisa. Watu wasije kadharau wakasema umeona mbona kitu cha kawaida. Kabisa, kwa nahitaji iwe hivi. Watu waseme hakika hii kazi Mungu alisimama upande wake. Inaonyesha na uzito wenyewe. Ni kweli. Ndio maana hata nilivyoimba nyimbo inaitwa Tegemeo Langu, niliimba kipande kidogo lakini watu wengi walifurahi kwa sababu niliimba kule kwetu nilikotoka tuliamini waganga. Nilimwamini mama janisaidia, nikamwamini baba janisaidia, nikamini mizimu janisaidia, nikamini wazee wajanisaidia, ila nilipofika hapa sasa mimi nimekuwa tegemeo langu ni Yesu. Umeona? Kwa hiyo kwa watu wakawa na tafakari kwamba huyu mtu alitokea wapi mpaka akaamini waganga. Mimi ni mzigua kiwa kabisa. Kwa tuliwaamini kweli waganga. Wazigua bila shaka wanakuwa na furahi sana. Mtu wenu huyo hapo na sasa hivi anamhubiri Kristo, kuwarudisha wengine ambao wameshakata tamaa na wengine wanaona kama hakuna Mungu. Lakini kumbe kuna matendo makubwa ambayo yameweza kufanyika kwa Pastor Kimungu. Na ipo siku tutakuja kusikiliza shuhuda ya upande wa pili wa maisha yake, kwa sababu leo tumezungumza kwa uchache, lakini zaidi tukiangalia huduma ya uimbaji. Anayo mengi kama shuhuda ya maisha yake, lakini hiyo siku ikifika basi tutakuja kuyazungumza hapa kwa pamoja. Kwa hiyo inatuchukua muda gani kabla ya kuzipata video za nyimbo zako ambazo tunakwenda kuzisikiliza? Mimi ninachoahidi hapa, nitaanza kufanya video mwezi wa 6 bila shaka ambayo video inaitwa kwamba nilimwomba Mungu mke akanipa watoto, nikamwomba shamba akanipa mavuno, nikamwomba afya akanipa uzima, nikamwomba pesa akanipa na mali. Hivyo vyote ni kwa neema yake. Hiyo ni nyimbo ambayo nadhani ikiondoka baadhi ya watu watasikiliza kwenye mtandao na ni nzuri. Kwa hiyo ndio nitaanza nayo video. Kwa kweli, kwa sababu ni kusema ukweli, Mungu aweza kumuomba afya lakini nje ya afya tena akakupa na uzima. Anakupa nyongeza. Kuna ziada. Ziada, kwa ndio maana nikasema hii pia ni kwa neema. Basi hiyo njema sana, inapendeza kitu kikiwa kizuri. Tunatamani hivi sasa kufahamu, najua baada ya video basi sasa tutaanza kumpata katika mitandao mbalimbali. Na hata kupitia hapa utaweza kuona nyimbo zake akiwa tayari amekwisha kurekodi na video moja kwa moja, ili tuweze kupata uhalisia kila ambacho anakiimba ndani anakionyesha kupitia picha mjongeo. Basi inakuwa inapendeza. Tunaenda katika kuhitimisha hivi sasa. Ungekuwa na neno gani wale ambao wanakusikiliza hivi sasa katika marika tofauti tofauti, kama ni mzazi wa kijana na kwa yeyote yule, ujumbe ambao ungependa kumwacha nao ni upi? Mimi jambo kubwa ambao napenda kuwasihi wa Tanzania na watu wote wanaotazama channel hii dunia nzima, naomba tu kuambia ukweli, kwa Kristo ndio kuna majibu. Yaani wala mtu asimdanganye. Yaani ukiwa kwenye upande wa Kristo ndio utapata majibu sahihi. Kwa hiyo wazazi ambao mnaendelea kupata watoto wa saa huu, mabibi na mabwana ambao mnatazama channel hii, ninawasihi sana. Nawasihi tena sana, ambataneni na Kristo ili muweze kupata majibu ya maisha yenu. Ndio kuambatana na Kristo ndio kazi iliyobaki kwa sasa. Basi siku nyingine tunakualika kwa ajili ya mambo mazuri zaidi, na utakapokuwa na nyimbo nyingine tutakuhitaji kwa ajili ya kuzungumza sasa ndani. Siku ya leo tumezungumza huduma kiujumla, lakini ipo siku sasa tutaingia katika uchambuzi wa nyimbo moja baada ya nyingine. Tunafuata hii, Bwana tuambie kwa nini umeimba hiki. Basi naamini hicho kitu nacho kinakuja, bila kusahau na shuhuda ya maisha yako. Amina. Kutoka Bakari mpaka Danieli. Itakuwa mwezi wa 6. Sawa. Karibu sana. Amina ndugu yangu. Basi umwage mtazamaji kwa akapela, uimbe kidogo, wakati huo ndio na mimi nitaweza kumwaga mtazamaji katika kipindi hiki. Okay. Utani lindaje
utanilindaje, utanilindaje nisipokuabudu, utanilindaje, utanilindaje, utanilindaje nisipokuabudu. Hongera sana. Haya. Basi mtazamaji, si tukushukuru sana pamoja na msikilizaji. Kipindi kimekuwa ni kizuri, na hii ni mara ya kwanza tumeweza kumsikia mtumishi wa Mungu. Yeye ni Pastor Daniel Kimungu. Huduma yake inafahamika kama Alpha na Omega. Inapatikana ndani ya mkoa wa Tanga mjini. Kuna eneo moja ukifika Nguvumali, wanaita Nguvumali Kagera. Basi ukifika pale unao nafasi ya kuweza kufika katika eneo lake la huduma. Lakini kama utakuwa uko mbali pia na umependezwa, nikupe nafasi, nitaka kusahau habari hiyo. Kama kuna njia ya mawasiliano kwa mbana kutazama yuko mbali na mkoa wa Tanga, kuna jambo limemgusa, anaweza kuwasiliana naye kwa namna gani? Hoja ni namba ambayo iko wale. Naam. Ndio mwimbaji wengine ataka huduma kwa kaimbe kwenye sema tupe na 0689 36 12 48. Basi tushukuru. Mawasiliano yake ni hayo, kwa hiyo unaweza kuwasiliana naye kwa ajili ya mengi kuhusiana na huduma ya kichungaji, lakini pia huduma ya uimbaji na mengine kadhalika. Kama unahitaji ushauri, pengine kuna jambo umelisikia kidogo unahitaji kumuuliza, basi unaweza kutumia fursa hiyo kumpigia simu, na bila shaka kuna mengi mazuri ambayo mtazidi kuongea. Mimi naitwa Victor Mkelo. Endelea kufuatilia channel yako hii hapa, usisahau kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ambayo unaiona hapo, lakini pia unaweza kulike, comment na kushare kwa wengine, ili habari njema iweze kuwafikia wengi mahali pingi. Asante sana, na wakati mwingine tuweze kuwa pamoja katika vipindi ambavyo vinafanana na kipindi kama hiki cha siku ya leo. Asante na ubarikiwe sana.